Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii tena katika muendelezo wa majifunzo yetu, tukiwa na mfululizo wa masomo 8 ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea na somo lililo mbele yetu, ikiwa ni sehemu ya 5, wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa sehemu ya 5, basi tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa fursa hii ya majifunzo, na tunakubali tukijikabidhi chini ya uangalizi wa mawakala wa kimbingu, mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu, amina. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa sehemu ya 5. Na hii inamaanisha kulikuwa na sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya 3, sehemu ya 4, na sasa ni sehemu ya 5. Na kwa kuwa masomo haya ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa yatakuwa ni 8, kwa hiyo kutakuwa na sehemu ya 6, ya 7 na hatimaye sehemu ya 8. Ili upate mtiririko mzuri, ninakushauri na kukusii ufuatilie masomo yote, somo la kwanza mpaka somo la 8. Karibu tunapoendelea na somo hili la wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa sehemu ya 5. Katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2, nabii anasema: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya uprotestanti wa kweli. Wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, ukweli ni kwamba makubaliano yalikwisha fanyika. Kwa hiyo Uprotestanti kule Marekani pamoja na Urumi wanazungumza lugha moja. Wanazungumza lugha moja. Na hata sasa kule Marekani, jimbo la Utah limekuwa ni jimbo la kwanza kupitisha sheria ya Jumapili. Ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Kwa nini tarehe 7 mwezi wa 3? Sio bahati mbaya. Sheria ya kwanza ya Jumapili ulimwenguni iliyopitishwa wakati wa utawala wa Mfalme Konstantini ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321. Kwa hiyo historia inajirudia, tarehe 7 mwezi wa 3. Na Waprotestanti wakishirikiana na Rumi, viongozi ama maaskofu wasiopungua 100 walimuidhinisha Trump, wakimtambua kwamba ni Konstantini wa siku za mwisho, na wakampatia msalaba, wakimwambia kwa msalaba huu, kwa ishara hii utashinda. Kama Konstantini alivyoona maono, alipoona ishara ya msalaba akasikia sauti ikimwambia kwa ishara hii utashinda, na wewe tunakupa msalaba huu, utashinda. Ukifuatilia mambo haya utayaona mtandaoni. Ni tukio lililotokea Marekani katika jumba la kifahari la Rais Donald Trump wa Marekani. Kwa hiyo hayo yote yanatuashiria kwamba tayari Uprotestanti umekwisha ungana na Rumi. Sasa nabii anasema
Kama ni hivyo, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake, kwa sababu kitakachofuata ni sheria ya kitaifa ya Jumapili yenye kuhusisha ibada. Hii sheria ya UTA haina shinikizo la ibada, ila inashinikiza kufunga shughuli zote siku ya Jumapili, biashara zisimame siku ya Jumapili. Kama ilivyokuwa sheria ya kwanza mwaka 321 tarehe 7 mwezi wa 3, haikulazimisha ibada, ila ni sheria iliyokuwa inatambua Jumapili kama siku ya pekee ya kupumzika na shughuli za kibiashara kusimama. Ndivyo ilivyo sheria iliyopita UTA. Kwa itakapokuja sheria ya kitaifa yenye kushinikiza ibada, ndiyo hiyo ambayo katika unabii tulionywa kwayo. Sasa tunapoona Uprotestanti umeungana na Rumi, ni ishara ya kwamba kinachofuata ni sheria ya kitaifa ya Jumapili Marekani yenye kushinikiza ibada. Kwa hiyo walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Sasa swali ni hili: ukweli wa sasa ama ukweli wa wakati huu, the present truth, ni nini? Katika kitabu cha Evangelism ukurasa wa 119 paragrafu ya 3, nabii anasema, Evangelism ukurasa wa 119 paragrafu ya 3, ninasoma: kwa maana maalum Waadventista wa Sabato wametengwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Kwao wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao kuna nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Wamepewa kazi ya umuhimu mkubwa: tangazo la ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hakuna kazi nyingine ya umuhimu mkubwa sana. Hawapaswi kuruhusu kitu kingine chochote kunyonya umakini wao. Kwa hiyo sisi Waadventista wa Sabato tumetengwa katika dunia kama wabeba nuru, na hilo ndilo kusudi la Mungu kuanzisha mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ili kupitia mfumo huo kazi hii yenye umuhimu mkubwa ya kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu iweze kufanikiwa. Hiyo ni kazi ya mfumo pamoja na majukumu mengine, lakini kubwa katika yote, sababu za kuwepo mfumo ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Huo ndio unaoitwa ukweli wa wakati huu, ukweli wa sasa, the present truth. Ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Katika Manuscript Release gombo la kwanza ukurasa wa 59 paragrafu ya 2, nabii anasema, ukweli wa sasa kwa wakati huu unajumuisha ujumbe wa malaika yule wa tatu ukifuata wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 716 paragrafu ya 2, nabii anaposema tunapoona katika ulimwengu wa Kiprotestanti unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu. Walinzi sasa wapaze sauti zao wakitoa ujumbe wa sasa. Nasema wakitoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Nabii alimaanisha ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Huo ndio ukweli wa sasa kwa wakati huu. Katika Shuhuda kwa Kanisa katika Manuscript Release gombo la kwanza ukurasa wa 56 paragrafu ya 2, nabii anasema, malaika wa tatu anawakilishwa kama anayeruka katikati ya mbingu, akiashiria kazi ya wale wanaotangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu.
zote zimeunganishwa pamoja. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, jumbe hizi zimeunganishwa pamoja. Haiwezekani kuzitenganisha jumbe hizi. Katika kitabu cha Early Writings 63 kurasa paragrafu ya kwanza na ya pili, nabii anasema, kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, lakini ni ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Nimeona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwa mambo muhimu ya ukweli wa sasa, kukaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Shetani hapa atachukua kila faida iwezekanayo ili kudhuru jambo hilo. Nabii anasema ziko kweli nyingi za thamani katika Biblia, nyingi tena za thamani, lakini chakula kifaacho kwa sasa kwa roho zetu ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Ukweli wa sasa ni nini? Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Nabii anasema aliona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwenye mambo muhimu ya ukweli wa sasa, ama masomo yanayozungumzia ukweli wa sasa, na aliwaona wakikaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Kwa hiyo somo lolote, hubiri lolote ambalo halijengi kwenye uelewa wa ukweli wa sasa, malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, somo hilo, hubiri hilo halikukusudiwa kuunganisha kundi wala kutakasa roho. Paragrafu ya pili, Early Writings ukurasa wa 63 paragrafu ya pili, nabii anasema, lakini masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu la marejeo lililopita na kuonyesha msimamo wetu wa sasa ni nini, kuimarisha imani ya wenye mashaka na kutoa uhakika kwa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndio masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Nabii hapa anachokisema ni hiki: masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300. Wapi katika Biblia tunapata kuelewa unabii wa siku 2300? Ni Danieli 8:14. Na kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka ya 12, the central theme yake, mada kuu, ni siku 2300, unabii wa siku 2300. Kwa hiyo nabii anachokisema hapa, masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, nabii anataka kuturejesha mwisho wa zile siku 2300, Oktoba 22, 1844. Nini kilitokea? Yesu alihama chumba cha kwanza akaingia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, na ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo kwa mujibu wa nukuu hii, ukweli wa sasa unajibu hoja ama unatusaidia kuelewa Yesu yuko wapi, anafanya nini, tunawezaje kumfuata kwa imani aliko. Kilitokea nini 1844 tarehe 22 Oktoba? Mnyama ni nani? Alama ya mnyama ni nini? Sanamu yake inaundwaje? Tunawezaje kuepuka kuipokea alama ya mnyama? Rehema inakomaje? Matukio ya mwisho kabla Yesu hajarudi ni yapi? Yote hayo yanatengeneza uelewa ama ukweli kuhusu ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa. Kwa hiyo ukweli wa sasa ndio ambao tuna uhitaji sasa. Katika periodicals, kwa wale wanaotumia Ellen G. White Estate, nenda kwenye periodicals, tafuta andiko ama kijarida kinachoitwa Present Truth, kwa kifupi PT. Tafuta Septemba 1,
1849 paragrafu ya 8, nabii anasema, Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ni nini? Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Nabii anaendelea kusema, ukweli wa kutiwa muhuri, yani ukweli wa sasa ni ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Mahali tulipofika, tumefika katika kipindi, kwa mujibu wa dalili, ishara tulizopewa za kinabii, tumefika katika kipindi cha hukumu kumalizika, hukumu ya upelelezi kumalizika kwa wafu na kuhamia kwa walio hai. Kwa hiyo nukuu hii inatufaa zaidi sasa, ya kwamba malaika alisikika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Sasa kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, na hakuna atakayejua, ila hukumu ya upelelezi kwa walio hai, namna inavyofanyika ni kama vile ilivyokuwa inafanyika hukumu ya upelelezi kwa wafu. Majina yaliyoandikwa kwenye kitabu cha uzima lazima yathibitishwe. Je, nani anastahili kubaki kwenye kitabu? Nani anastahili kuondolewa? Kwa hiyo jina moja baada ya jingine linatajwa katika mahakama ya mbinguni. Jina lako ama jina langu likitajwa, wanarejea kwenye kitabu cha kumbukumbu zinapoandikwa dhambi zetu, maovu yetu. Kama iko dhambi hata moja haijatubiwa, haijaungamwa, haijaandikwa msamaha, inatamkwa ya kwamba jina la mhusika huyo litapaswa kuondolewa katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo sasa tuko katika kipindi hicho. Kwa hiyo malaika anasema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima ama kwa mauti. Tuharakishe wajumbe. Na ujumbe gani? Tuharakishe na ujumbe wa sasa, ukweli wa sasa, ambapo nabii anasema alionyeshwa ya kwamba nafsi ama roho zenye thamani zinakufa njaa, zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Kwa tunapaswa kuupeleka ukweli wa sasa ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Roho za thamani zinakufa njaa kwa kukosa ukweli wa sasa. Katika kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka 12, mada kuu, the central theme, ni siku 2300. Danieli sura ya 8, unabii unatolewa. Danieli sura ya 9, ufafanuzi ama namna gani ya kukokotoa huo unabii unatolewa. Danieli sura ya 10, ufafanuzi unatolewa kwa nini malaika Gabriel alichelewa kumpa ufafanuzi Danieli wa unabii ule wa siku 2300, na anatajwa kwamba mkuu wa Uajemi, yani shetani, alimzuia Gabriel mpaka Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, alipokuja kumsaidia Gabriel, ndipo Gabriel akaenda kumpa ufafanuzi Danieli. Danieli sura ya 11 inawataja wafalme wa Medi na Uajemi, utawala wa Uyunani na Rumi ya kipapa. Falme hizi kwa nini zinatajwa? Zinatajwa kwa sababu katika kipindi cha utekelezaji wa siku 2300, falme hizi zimehusika katika namna chanya au hasi, kufanikisha ama kuhafifisha. Ndio maana wafalme hawa wanatajwa ama falme hizi zinatajwa. Na kubwa zaidi, Rumi, utawala wa kipapa unatajwa katika Danieli 11 katika awamu mbili.
Awamu ya kwanza Danieli 11:21 mpaka 39. Na hapo nabii anapotoa ufafanuzi wa Danieli 11:31 mpaka 36, anapotoa commentary, anaeleza kwamba matukio hayo yatarudia tena. Na Danieli 11:40 mpaka 45 inatupa unabii wa awamu ya pili, hatamu ya pili baada ya jeraha la mauti la upapa kupona, la kurudisha mateso yaliyotangulia katika awamu ya kwanza yatarudia vile vile. Upapa huu umehusika kuafifisha huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, kwa sababu makasisi wao wamekuwa wakijinasibu kwamba wana uwezo wa kusamehe dhambi. Badala ya kuwaelekeza watu wamtazame Yesu kule aliko patakatifu mbinguni, wao wanasema wanasamehe dhambi, ni mbadala wa Yesu duniani. Kwa hiyo falme hizi zinatajwa katika mtazamo huo. Ukija Danieli sura ya 12, Danieli sura ya 12 inaeleza hitimisho ama uhitimishwaji wa matukio yote yaliyoanza Oktoba 22, 1844. Kwa Danieli 12 inatufikisha kwenye kilele cha siku 2300, japo zilikomea tarehe 22 Oktoba 1844, lakini Yesu alipohama chumba cha pili cha patakatifu, chumba cha kwanza cha patakatifu kuhamia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, hukumu ya upelelezi ilianza. Kwa hiyo Danieli 12 inatuleta kwenye uhitimishwaji wa matukio hayo ya kinabii, huduma ya Yesu patakatifu pa patakatifu mbinguni, huduma ya maombezi, huduma ya upatanisho na hukumu ya upelelezi inapokoma. Danieli 12 inatuleta katika kilele cha hayo matukio. Kwa hiyo utagundua kwamba Danieli sura ya 8, mada kuu, the central theme, ni siku 2300. Danieli sura ya 9, central theme yake, mada kuu, siku 2300. Danieli sura ya 10, central theme, mada kuu yake ni siku 2300. Danieli sura ya 11, central theme yake, mada kuu ni siku 2300. Danieli 12, central theme yake, mada kuu ni siku 2300. Kwa hiyo kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa ni Danieli 8 mpaka 12, na kitabu hiki kilichofunguliwa tunakiona katika Ufunuo sura ya 10, malaika mwenye nguvu aliyekanyaga mguu nchi kavu na kwenye maji. Huyo malaika ameshika kitabu kilichofunguliwa, kitabu kidogo kilichofunguliwa mkononi mwake. Kitabu hiki ni sehemu ya kitabu cha Danieli 8 mpaka 12. Nabii anasema hivi katika Pambano Kuu UPH 2023, sura ya 20, mwamko mkuu wa kidini, ukurasa wa 294-295. Lakini sehemu ile ya unabii wake unaohusiana na siku za mwisho, Danieli aliagizwa kuufunga na kuutia muhuri hata wakati wa mwisho. Lakini tangu mwaka 1798 kitabu cha Danieli kilifunguliwa, maarifa ya unabii yameongezeka na wengi wamehubiri ujumbe mkuu wa ukaribu wa hukumu. Nabii anachokisema hapa, kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa mwaka 1798 ni Danieli 8 mpaka 12. Hii sehemu ya Danieli 8 mpaka 12 ndiyo inayohusu siku za mwisho. Siku za mwisho zilianza 1798 na ndio maana kilikuwa kimefunguliwa 1798, na kuanzia hapo watu wakaanza kuhubiri ukaribu mkuu, ujumbe mkuu wa ukaribu wa hukumu. Na nabii anasema mwaka 1842 mpaka 1844 jumbe za malaika wa kwanza, malaika wa pili zilihubiriwa kuandaa watu kwa hukumu. Kwa hiyo jumbe hizi za malaika wa kwanza na malaika wa pili zilitangulia hukumu iliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844. Na baada ya hapo
ujumbe wa malaika watatu ndio unaohubiriwa mpaka kurudi kwa Yesu. Lakini kwa sababu jumbe hizi hazitenganishiki, zimeshikamana, kwa hiyo lazima ujumbe wa malaika watatu utaenda sambamba na ujumbe wa malaika wa pili, utaenda sambamba na ujumbe wa malaika wa kwanza. Kwa hiyo tangu 1844 mpaka Yesu anarudi, ujumbe tunaotakiwa kujifunza kuhubiri kwa vizazi hivi vya baada ya 1844, ukweli wa sasa ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Kweli hizi, jumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na watatu ndizo zinazotupa sababu ya imani yetu, ndizo zinazotupa uelewa wa nguzo za imani yetu, pillars of our faith. Sabato patakatifu, sabato patakatifu. Na nguzo hizi ndio imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu tangu Adam. Jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na watatu ndizo zinazotusaidia kuelewa nini kilitokea 1844. Yesu yuko wapi? Anafanya nini? Tunawezaje kumfuata kwa imani aliko? Na jumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na watatu zinatupa uelewa. Matukio gani ya kinabii yaliyotabiriwa yanayoenda sambamba na kuja kwa Yesu mara ya pili? Katika uhitimishwaji wa pambano kuu, matukio gani ya kinabii? Jumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na watatu ndizo zinatupa uelewa. Mnyama ni nani? Sanamu yake inaundwaje? Alama ya mnyama ni nini? Tunawezaje kuepuka kuipokea alama ya mnyama? Jumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na watatu ndizo zinazotuleta kwenye uelewa katika historia ya kinabii tumefika wapi na tunapaswa kufanya nini. Kwa hiyo ukiuondoa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, umeuondoa uadventista wa Sabato. Tumekosa message, tumekosa ujumbe. Kwa kuwa utume wetu ni kwenda kwa kila lugha, jamaa na taifa na kabila. Tunakwenda na message, tunakwenda na ujumbe tuliopewa. Ujumbe tuliopewa ni ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Jumbe hizi zinapaswa kuwa chakula cha kiroho ndani ya kanisa na chakula cha kiroho kwa walio nje pia. Ndio maana nabii anasema alioneshwa kwamba nafsi, roho za thamani zinakufa njaa, zinakufa kwa kuukosa ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa nini? Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kwa hiyo tunapaswa kurudi kwenye njia kuu. Tuulize mapito ya zamani. Iko wapi ile njia walioipita wazee wa imani? Wale walioishindania imani walipita njia gani? Ili na sisi turudi kwenye njia kuu, maana tumechepuka kwa kuacha ukweli wa sasa. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Acts of the Apostles, Matendo ya Mitume, cha Ellen G. White, ukurasa wa 585, paragraph ya kwanza. Nabii anasema katika Ufunuo vitabu vyote vya Biblia vinakutana na kumalizika. Huu hapa ni utimilifu wa kitabu cha Danieli. Kimoja ni unabii na kingine ni ufunuo. Kitabu kilichotiwa muhuri si ufunuo, bali ni sehemu hiyo ya unabii wa Danieli unaohusiana na siku za mwisho. Malaika akaamuru, lakini wewe Danieli, yafunge maneno ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Danieli 12:4. Kwa sehemu ya kitabu cha Danieli kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa 1798 ni Danieli sura ya 8 mpaka ya 12. Na kitabu hiki kinaoneshwa katika Ufunuo sura ya 10 kikiwa kimefunguliwa. Kwa hiyo Ufunuo sura ya 10 imebeba mada ile ile, central theme ile ile iliyopo katika Danieli sura ya 8 mpaka 12. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 ndicho kitabu hicho tunakiona kwenye Ufunuo sura ya 10, kitabu kilichofunguliwa, na kilifunguliwa 1798.
Kwenye Ufunuo sura ya 10 tunapoona kitabu kimefunguliwa, maana yake wakati gani kitabu cha Danieli 8 mpaka 12 kilipaswa kueleweka? Siku za mwisho. Siku za mwisho zilianza 1798 mpaka Yesu anarudi. Kwa hiyo kuanzia hapo kitabu cha Danieli kilifunguliwa. Kwa hiyo kitabu cha Danieli 8 mpaka 12 hakijafungwa, hakijatiwa muhuri kwa sasa, kimefunguliwa. Na hivyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa mada kuu inayozungumzwa katika Danieli sura ya 8 mpaka 12. Tunapoisoma katika uhusiano na Ufunuo sura ya 10, kwa sababu Ufunuo sura ya 10 ni kitabu kile kile cha Danieli 8 mpaka 12. Kwa hiyo Ufunuo 10 na Danieli 8 mpaka 12 zinazungumza kitu kimoja. Kwa hiyo kitabu kilichokuwa kimefungwa sasa kimefunguliwa. Kwa hiyo wito ni huu unaokujia, unapaswa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, Danieli 8 mpaka 12. Na ukweli ni kwamba sehemu hii ya Danieli 8 mpaka 12 imesheheni ukweli wa sasa. Inatupa sababu ya imani yetu. Tunapata kuelewa nguzo za imani yetu, pillars of our faith. Katika Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971 paragrafu ya 5, nabii anasema vitabu vya Danieli na Ufunuo ni kimoja. Kimoja ni unabii na kingine ni ufunuo. Kimoja kimetiwa muhuri na kingine kimefunguliwa. Nabii hapa anachokimaanisha ni Danieli 8 mpaka 12 na Ufunuo sura ya 10. Hiki ni kitabu kimoja. Kimoja ni unabii, kingine ni ufunuo. Danieli ni unabii, Ufunuo sura ya 10 inafunua ule unabii. Kimoja kimetiwa muhuri, yani kimefungwa, kingine kimefunguliwa. Ni kitabu kile kile tu. Danieli sura ya 8 mpaka ya 12, mada kuu, central theme yake ndio tunayoiona kwenye Ufunuo sura ya 10. Ufunuo sura ya 10 na Danieli 8 mpaka 12 ni kitabu kimoja. Sehemu hiyo iliyokuwa imetiwa muhuri imefunguliwa katika Ufunuo. Central theme yake ni hiyo hiyo, ni moja. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 mpaka 12 ndio imebeba ule unabii wa siku 2300. Central theme yake ni unabii wa siku 2300, na ndio inatuleta kwenye uelewa nini kilitokea 1844 tarehe 22 Oktoba. Sehemu hii inatupa uelewa wa ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Kwa nini ni muhimu ujifunze sehemu hii ya kitabu hiki? Kwa sababu imesheheni ukweli wa sasa, na kwa kuwa kimefunguliwa, Mungu anataka watoto wake wakielewe kitabu hiki. Sehemu ya pili, sehemu hii ya Danieli 8 mpaka 12. Danieli sura ya 8 ni unabii. Danieli sura ya 9 ni ufafanuzi wa unabii. Danieli sura ya 10 ni ufafanuzi kwa nini Gabriel alichelewa kumpa ufafanuzi Danieli. Hata katika kuomba kwake zikafika mpaka siku 21. Na anatajwa mkuu wa Uajemi ambaye ni Shetani alimzuia Gabriel asipeleke majibu, asipeleke ufafanuzi kwa Danieli. Danieli sura ya 11 ni falme zinazotajwa ambazo zina uhusiano na siku 2300 katika kuhafifisha ama kufanikisha ukokotoaji wa unabii wa siku 2300. Unapokuja kwa Danieli sura ya 12 ni hitimisho la kile kilichoanza Oktoba 22, 1844. Kwa hiyo 1844 tarehe 22 Oktoba, Yesu aliama chumba cha kwanza cha patakatifu akahamia patakatifu pa patakatifu. Na hapo ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Ndio mwanzo wa huduma ya Yesu ya maombezi, kwa maana inafananishwa na ile siku ya upatanisho
katika ile huduma iliyokuwa inafanyika hapa duniani katika hekalu mara moja kwa mwaka, kuhani mkuu alipokuwa anaingia patakatifu patakatifu. Ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Sasa basi, hizi huduma zilizoanza 1844 hazitadumu milele. Yesu hatabaki kuhani milele, hatabaki, hukumu ya upelelezi haitaendelea milele. Kwa hiyo kuna kipindi cha rehema kufungwa. Rehema inapofungwa, nini kinatokea? Kwa hiyo Danieli sura ya 12 inatuleta kwenye hitimisho la hayo matukio yaliyoanza 1844. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 inatupeleka kwenye matukio ya mbele kabisa, karibia na kuja kwa Yesu. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Pambano Kuu, hiki hapa ninatumia hiki cha UPH toleo la 2023. Kama una toleo lingine ni sura ya 39. Katika sura ya 39 inayosema wakati wa taabu, sura ya 39 wakati wa taabu, nabii paragrafu ya kwanza kabisa anaanza kunukuu Danieli 12:1. Wakati huo Mikaeli atasimama. Kusimama maana yake nini? Kunakomaanishwa hapa ni kuchukua ufalme, kuchukua utawala, kuchukua mamlaka. Kwa hiyo Mikaeli atasimama wakati gani? Atachukua utawala wakati gani? Ni baada ya mlango wa rehema kwa jumla, human probation, kuwa closed. Hukumu ya upelelezi inapomalizika, kilio kikuu, the loud cry, kimemalizika. Onyo la mwisho kwa ulimwengu limekwisha kutolewa. Rehema inafungwa. Na inapofungwa, Mikaeli anasimama. Kwa hiyo unaona Danieli 12 inaanza kutuleta kwenye matukio ya mwisho kabisa. Na baada ya hapo Roho Mtakatifu anaondolewa duniani. Malaika wanaoshikilia zile pepo za machafuko wanaziachia, shetani anabaki bila udhibiti. Kwa dunia itaingia kwenye vita ya tatu ya dunia. Maangamivu na umwangaji wa damu haijawahi kushuhudiwa tangu limekuwapo taifa. Na ndio maana inasemwa kutakuwako na taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Na kisha baada ya hapo yatafuata mapigo 7. Mapigo 7 yanaenda sambamba na taabu ya Yakobo. Mwishoni mwa taabu ya Yakobo, Baba atatangaza siku na saa ya kuja kwa Yesu. Katika kitabu hiki UPH 2023 Pambano Kuu ni ukurasa wa 527. Baba atatangaza kwa 144,000 ndio watakaoelewa. Waovu hawataelewa. Ndipo Yesu ataonekana mawinguni. Ukija sura ya 40 ya Pambano Kuu, watu wa Mungu wakombolewa. Watu wa Mungu wakombolewa. Nabii ananukuu Danieli sura ya 12 mstari wa 2. Katika ukurasa, kitabu hiki ukurasa 524, 525. Ananukuu Danieli 12:2. Kwa hiyo watu wa Mungu watu wa Mungu wakombolewa. Watakombolewa wakati gani watu wa Mungu? Baada ya mlango wa rehema kufungwa, hapo ndipo Mikaeli anaposimama upande wa wana wa watu wako. Na kuanzia hapo hakutakuwa na mtakatifu atakayeonja mauti. Watakatifu 144,000 watalindwa na yeye aliye juu mpaka kipindi cha mapigo 7, kama ilivyokuwa kule Misri. Mapigo 7, mapigo yale kwa Wamisri hayakuwahusu wa Israeli, yaliwahusu wa Misri. Ndivyo itakavyokuwa kwa 144,000 watakaosalia wako hai, watakatifu ambao hawataonja mauti. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 inatuleta kwenye matukio ya mwisho kabisa. Mwisho kabisa, karibu na kuja kwa Yesu. Matukio yale yaliyoanza Oktoba 22, 1844 yanaelezwa hitimisho lake katika Danieli sura ya 12. Katika Danieli sura ya 12 mstari wa 2, neno linasema hivi: tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Nabii anafafanua hivi:
katika sura ile ya 40 ya Pambano Kuu hiki, watu wa Mungu wakombolewa, ukurasa wa 524 na 525. Hii ni UPH 2023. Nabii anasema makaburi yanafunguka na wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Danieli 12:2. Wote ambao wamekufa katika imani ya ujumbe wa malaika watatu wanatoka makaburini wakiwa na utukufu, kusikia agano la Mungu la amani na wale ambao wameishika sheria yake. Na hao waliomchoma, Ufunuo 1:7, wale waliodhihaki na kukejeli maumivu ya kifo cha Kristo na wapinzani wakuu wa ukweli wake na watu wake wanafufuliwa washuhudie heshima ikitolewa kwa wale waaminifu na watiifu. Hapa inatajwa special resurrection. Wale waliomchoma wanapewa ofa ya ufufuo maalum, maana Yesu aliwaahidi, tangu sasa mtabona mwana wa Adamu akija na mawingu ya mbinguni. Kwa hiyo ahadi hiyo itatimia, wale waliomchoma watafufuliwa. Sasa ufufuo huu, special resurrection, ufufuo huu maalum ni baada ya mlango wa rehema kufungwa, tena mwishoni mwa mapigo 7. Kwa Danieli 12 inatuleta kwenye matukio yaliyoanza 1844 mwisho wake mpaka mwisho wa historia ya dunia hii. Mpaka mwisho wa historia ya dunia hii. Sikia nabii anachosema. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 115 paragrafu ya 3. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 115 paragrafu ya 3. Nabii anasema kitabu cha Danieli hakijatiwa muhuri katika ufunuo wa Yohana, na hutupeleka mbele hadi matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Nabii hapa anaposema kitabu cha Danieli hakijatiwa muhuri katika ufunuo, nabii anamaanisha sehemu ya Danieli sura ya 8 mpaka 12, ambapo hakijatiwa muhuri, yani hakijafungwa katika Ufunuo sura ya 10. Central theme yake ni moja, unabii wa siku 2300. Sasa unabii huu wa siku 2300 unatuleta mpaka tarehe 22 Oktoba 1844. Ndipo unabii huu unapokoma. Lakini unabii huu unapokoma, Yesu ndipo anaama kutoka chumba cha kwanza cha patakatifu, anahamia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Kuna matukio haya ya kinabii: huduma ya Yesu patakatifu pa patakatifu, huduma ya Yesu ya upatanisho, hukumu ya upelelezi. Haya yalianza kwa pamoja tarehe 22 Oktoba 1844. Na hayo yaliyoanza hapa, hayo yanakwenda mpaka kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 ikiwa ni sehemu ya kile kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa cha Danieli 8 mpaka 12. Central theme yake ni moja, unabii wa siku 2300. Danieli 12 specific inatuleta kwenye uhitimishwaji wa matukio yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba. Ndio maana nabii anasema kitabu cha Danieli, na hapa ni Danieli sehemu ilikuwa imefungwa ikafunguliwa, specific Danieli 12 inatupeleka mbele hadi matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Kwa Danieli 12 inapaswa ieleweke katika muktadha wa matukio yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba. Yanahitimishwaje? Yanahitimishwa wakati gani? Kwa hiyo ni uhitimishwaji wa yale matukio. Kwa Danieli 12 haiwezekani kurudishwa nyuma katika zama za giza. Kwa hiyo hata zile siku 1260,
290 na 1335 tunazosoma katika Daniel sura ya 12 zinapaswa zieleweke katika mtazamo wa matukio yanayokwenda kuhitimisha historia ya dunia hii. Sikia hii. Nabii anaendelea kusema katika manuscript release gombo la 15 ukurasa wa 228 paragraph ya pili. Manuscript release gombo la 15 ukurasa wa 228 paragraph ya pili. Nabii anasema tusome na tujifunze sura ya 12 ya Danieli. Ni onyo ambalo sote tutahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho. Wakati gani wa mwisho hapa? Kumbuka Danieli Danieli sura ya 8 mpaka 12 ni unabii wa siku 2300, ndio central theme yake. Lakini Danieli 12 sasa inatueleza nini kilitokea 1844 tarehe 22 Oktoba, na matukio haya ya kinabii yaliyotokea siku hiyo. Danieli 12 inatuleta mpaka mwisho wake. Kwa hiyo anaposema tusome na kujifunza sura ya 12 ya Danieli, ni onyo ambalo sote tutahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho. Manake kabla ya kuja kwa Yesu, kabla ya kufungwa kwa historia ya dunia hii, Danieli 12 tunapaswa kuielewa. Tunapaswa kuielewa. Kwa hiyo Danieli 12 inatuleta kwenye matukio, inabeba matukio yanayotupeleka mpaka mwisho wa historia ya dunia hii. Katika Danieli sura ya 12 mstari wa 13 na mstari wa 3, Danieli 12:3, neno linasema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Nabii anatoa ufafanuzi katika Testimonies to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 115 paragraph ya 3. Nabii anasema hivi: lakini wakati wengi watajitakasa na kufanywa weupe na kusahihishwa, waovu watatenda mabaya, wala hapana hata mmoja wa waovu atakayeelewa. Hii ni kweli jinsi gani? Dhambi ni uvunjaji wa sheria ya Mungu, na wale ambao hawatakubali nuru kuhusiana na sheria ya Mungu hawataelewa tangazo la jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa hiyo watakaong'aa kama mwangaza wa anga ni watu gani? Ni wale watakaohubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Wakati wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya. Yaani ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, wale wanao-embrace ujumbe huu, wanao-ukumbatia ujumbe huu, na wanapotangaza ujumbe huu kwa wengine, watang'aa kama mwangaza wa anga. Wale watakaokataa ujumbe huu, ambao wanashindwa kuelewa watashindwa kuelewa sheria ya Mungu, na wale ambao hawataikubali nuru kuhusiana na sheria ya Mungu hawataelewa tangazo la ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, na hao watatenda maovu na hawataelewa. Kwa hiyo ni wakina nani watang'aa kama mwangaza wa anga wakitangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu? Tunaona tangazo la ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili lilitolewa kwa mara ya kwanza mwaka 1842 mpaka kipindi cha kiangazi cha mwaka 1844. Baada ya hapo ni ujumbe wa malaika wa tatu. Kwa kuwa ujumbe wa malaika wa tatu hautenganishiki, jumbe hizi tatu zimeshikamana, kwa hiyo lazima ujumbe wa malaika wa tatu uende sambamba na ujumbe wa malaika wa pili na malaika wa kwanza.
Kuanzia hapo vizazi vyote baada ya 1844, ukweli wa sasa, ukweli wa wakati huu, the present truth, mpaka Yesu anarudi, ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kanisa la Waadventista wa Sabato tulikabidhiwa ujumbe huu. Ndio sababu ya mfumo wa kanisa. Kwa kuwa mfumo wa kanisa umetekwa na Shetani, lengo ni kuchepusha ukweli huu, kuchepusha ujumbe huu. Kanisa limeshindwa kutekeleza kusudi la uwepo wake, na kwa sababu hiyo Mungu atauacha mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato mwenyewe. Sio wewe kujitenga na mfumo, hatuna hiyo nuru. Mungu atauacha mfumo mwenyewe. Wakati gani? Wakati wa kilio kikuu, ndipo kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Wakati watakatifu wake waliojiandaa kabla ya sherehe ya Jumapili kutangazwa Marekani, sura ya Yesu na tabia ya Yesu ikaonekana, Yesu akiwa ndani yao, hao ndio watakao kuwa sealed na ndio watakao pokea mvua ya masika. Ndipo kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Ndipo onyo la mwisho kwa ulimwengu litatolewa. Yule malaika wa 4, yani Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 4, litakapoungana na ujumbe wa malaika wa 3, onyo la mwisho litageuka kuwa kilio kikuu kwa ulimwengu. Kwa sauti kuu, onyo la mwisho litauangazia ulimwengu wote. Hao watakaohubiri onyo hilo la mwisho ndio ambao pia wanatajwa kwamba watang'aa kama mwangaza wa anga. Kwa Danieli 12:3 inatuleta kwenye uhitimishwaji wa pambano kuu, wakati onyo la mwisho kwa ulimwengu linatolewa. Danieli 12 mstari wa 3. Danieli 12 mstari wa 3. Sikia hii. Shuhuda kwa kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 252. Imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 170. Uwezo ule uliowatingisha na kuwaamsha watu kwa nguvu kubwa kiasi hicho katika harakati ya mwaka 1844 utadhihirishwa tena. Ujumbe wa malaika yule wa 3 utatolewa, sio kwa sauti ya kunong'ona, bali kwa sauti kuu. Hapa nabii anarejea kilio kikuu. Kwa watakaohubiri kilio kikuu ndio watakaong'aa kama mwangaza wa anga. Lakini hata sasa wale wanaohubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa 3 ndio watakaong'aa kama mwangaza wa anga, ndio watakaotakaswa, ndio watakaosafika, kwa sababu jumbe hizi ndio ukweli wa sasa uliokusudia kuunganisha kundi na kutakasa roho. Haiwezekani mtu akawa na uelewa wa jumbe hizi akabaki kucheza dhambini. Ndio maana roho ya nabii inasema kusudi la Mungu kuutoa ujumbe wa malaika yule wa 3 ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo tunapowacha ujumbe huu, tunawaandaa watu kusimama waaminifu kwa Shetani na watapokea alama ya mnyama. Lakini ujumbe huu tukiuembrace, tukiukumbatia, tukiushikilia ujumbe huu, tukauelewa vilivyo, lazima ujumbe huu ututakase. Lazima ujumbe huu tuongoze kuchukia dhambi. Lazima ujumbe huu utuongoze kutafuta sura ya Yesu na tabia ya Yesu. Ndio maana ujumbe wa sasa unaitwa the sealing truth, ujumbe wa kutiwa muhuri. Nabii anaendelea kusema katika GC 390, imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, kurasa wa 167. Nabii anasema Ufunuo 18 huelekeza kwenye wakati ambapo, kama matokeo ya kukataa onyo lenye vipengele vitatu la Ufunuo 14:6 mpaka 12, kanisa litakuwa limefikia kikamilifu hali iliyotabiriwa na malaika wa pili, na watu wa Mungu ambao bado wamo Babeli wataitwa ili kujitenga na ushirika wake. Ujumbe huu utakuwa ni mwisho kuwahi kutolewa kwa ulimwengu. Mwisho kuwahi kutolewa kwa ulimwengu. Ndio unabii huu utakaotimia katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote
kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Wengi wanaposoma Mathayo 24:14 wanasema Yesu kuja bado sana, mpaka injili fike Saudi Arabia, kule Iraq, kule Pakistani, kule India, kule China, kule Urusi, katika kila kijiji, kila kata, kila tarafa, kila wilaya, kila mkoa, kila taifa, lugha, jamaa na kabila, ndipo Yesu aje. Wakifikiri ya kwamba mfumo huu wa kanisa ndio utakaomaliza kazi. Hatujaelewa vizuri roho ya unabii inachosema. Lakini ukielewa vizuri utagundua kwamba nabii amesisitiza na amesema mara nyingi katika nukuu mbalimbali ya kwamba mfumo huu Mungu atauacha. Wakati wa kilio kikuu, kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wale, mfumo wa Kiyahudi, wa dini ya Kiyahudi, Mungu aliuacha, akawateua wachache, akawajaza kwa Roho Mtakatifu kama mvua ya vuli, wakahubiri ujumbe ambao mfumo wa dini ya Kiyahudi ulishindwa kuhubiri. Ndivyo historia itakavyojirudia mwisho wa wakati. Sasa anachagua wale ambao wanaushikilia ukweli wa sasa, wanajitakasa, wanamtafuta Mungu, wanachukia dhambi, wanaomba neema washinde dhambi. Hao wanapokea, wanawekwa sealing, wanakuwa sealed, kwa sababu ukweli waliokumbatia ni the sealing truth. Kwa hiyo wanakuwa sealed. Sheria ya Jumapili inapotangazwa Marekani, tayari Mungu anakuwa ameshawajua walio wake, kwa maana kazi ya hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayoanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato itakuwa imemalizika. Ndipo sheria ya Jumapili itakapotangazwa. Kwa hiyo baada ya sheria ya Jumapili kusambaa ulimwengu mzima, ndipo Mungu atakapomwaga Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, double portion, zaidi ya kipindi cha mitume siku ya Pentekoste. Ndipo kundi hilo litakalomwagiwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, ndio ambao Mungu atawatumia kushika kazi mikononi mwake mwenyewe, na hata utumia mfumo. Onyo la mwisho kwa ulimwengu litatolewa, na hilo onyo la mwisho ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, pamoja na takataka zingine zote za kanisa la Rumi zitaanikwa wazi. Na ujumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ndio inayoitwa injili ya milele, na ndio habari njema ya ufalme. Na lazima onyo hili litangulie ujio wa Yesu. Kilio kikuu hiki, onyo hili la mwisho kwa ulimwengu kitakapokoma, mlango wa rehema kwa jumla, human probation, inakuwa closed. Ndipo Yesu anavua mavazi ya kikuhani, anavaa mavazi ya kifalme. Ndicho kipindi cha Mikaeli kusimama, anachukua ufalme. Na ndipo kitafuatia kipindi cha wakati wa taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Kwa Danieli sura ya 12 inatutoa kutoka 1844 nini kilitokea, matukio gani yalianza, mpaka mwisho wa historia ya dunia hii. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 mpaka 12, central theme yake ni siku 2300. Unapokuja kwa Danieli 12 inatutoa siku 2300 zilipokomea tarehe 22 Oktoba 1844, na matukio yaliyoanza pale. Danieli 12 inatuleta mwisho wake itakuwaje. Huku mwishoni haitakuwa kama tarehe 22 Oktoba ilivyotimia fixed date. Huko hatutayatambua matukio hayo kwa fixed dates, kwa fixed time. Ila tutatambua kwa events, kwa matukio. Kwa tukio hili yaliyofunuliwa katika unabii, ndipo tutaelewa ya kwamba mahali tulipofika ni hapa. Tukio hili linakaribia kutokea. Tukio hili linakaribia kutokea. Kwa hiyo hatujaachwa gizani. Sikia nabii anachokisema. Katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, ukurasa wa 490, ni sura ya 37, maandiko ni kinga. Nabii anasema hivi: kwa hiyo katika unabii, ukurasa wa 490, Pambano Kuu UPH 2023, sura ya 37. Kwa hiyo katika unabii, wakati ujao umefunuliwa mbele yetu kwa uwazi, kama vile ulivyokuwa umefunuliwa kwa wanafunzi kwa njia ya maneno ya Kristo. Matukio ambayo yameshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na kazi ya matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu, vyote vimeelezwa kwa uwazi kabisa. Lakini watu wengi hawana ufahamu wa ukweli huu muhimu kuliko kama ungekuwa haujafunuliwa. Shetani yuko macho
akihakikisha kuwa anadaka na kufuta kila wazo ambalo lingeweza kuwafanya wawe na hekima ya kupata wokovu, na wakati wa taabu utawakuta wakiwa hawako tayari. Kwa hiyo anaposema umefunuliwa wazi, umefunuliwa wapi wakati ujao? Matukio yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema yamefunuliwa wazi, inatuleta Danieli sura ya 12. Na ndio maana wito ninaokuletea ni wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Danieli 8 mpaka 12 ni inahusu central theme yake, mada kuu ni siku 2300. Unapokuja kwa Danieli 12, matukio yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba, mwisho wake ndio Danieli 12 inatueleza mwisho. Kwa hiyo unaposema wakati matukio katika unabii, matukio yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema yamefunuliwa wazi, hapa nabii anaturudisha katika Danieli sura ya 12. Danieli sura ya 12. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 inatuleta katika matukio ya mwisho kabisa na historia ya dunia hii. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12, central theme yake ni siku 2300. Danieli 12 inatueleza wakati siku 2300 zilipokoma, kuna matukio ya kinabii yalianza. Matukio ya kinabii yataisha lini? Yataishaje? Tunarejea Danieli 12. Na kwa sababu ya Danieli 12, nabii anaandika ukurasa wa 490, sura 37, maandiko ni kinga ya kwamba wakati ujao umefunuliwa mbele yetu kwa uwazi kama walivyofunuliwa wanafunzi kwa maneno ya Kristo. Matukio yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu, vyote vimefunuliwa wazi. Wapi? Danieli 12. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa ukweli wa sasa. Wito wa kuelewa nini kilitokea 1844. Nguzo za imani yetu ni zipi? Pillars of our faith ni zipi? Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu unahusu nini? Na tunapoelewa, tunapata kuelewa sababu ya imani yetu. Na tukielewa kitabu hiki kilichofunguliwa, tutakuwa Waadventista wa Sabato wa tofauti. Na hatutatetereka. Tutajua tunachokiamini, maana imesheheni ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth, ukweli wa sasa ambao tunauhitaji. Hii ni sehemu ya 5, somo la wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, sehemu ya 5. Kutakuwa na sehemu ya 6, sehemu ya 7 na sehemu ya 8. Tafadhali endelea kufuatilia. Na kama haujapata nafasi ya kutazama sehemu ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4, ninakusihi ufanye hivyo, kwa sababu masomo haya yameshikamana. Ni somo moja, wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, tumegawa katika sehemu 8. Kwa ili uelewe hoja kamili, ni lazima inakubidi utazame ama ujifunze sehemu zote 8. Mungu akubariki unapoendelea kushare kweli hizi na watu wengine wauelewe ukweli huu. Asante kwa kutufuatilia. Mungu na akubariki. Na kabla hatujahitimisha, basi tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa mafunuo ya ukweli wako. Asante kwa sababu malaika zako wananatisha kweli zako katika fahamu na akili zetu. Tusaidie kusimama imara, tujaze kwa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki.